Hiyo nafikiri umaskini huu ni wa Mungu? Ni umaskini wa stakabadhi ghalani. Tunaelewana? Ikaambiwa kitu kingine. Watu wa wapi pale kwa waziri mkuu waliwangwa kwenye kila kilo moja ya korosho wanakata shilingi 20, inapelekwa kwenye timu ya mpira inaitwa nini ile? Yaani wewe mkulima wa korosho, uwe unaijua hiyo timu au huijui, wanakata shilingi 20 kwenye kilo yako ya korosho. Ile timu ilikuwa ya wazungu ya mgodi. Sasa imekuwa ni namna ya kunyonya wananchi wa Ruangwa na wa maeneo haya. Ndio maana ya umaskini. Hautokani na Mungu. Yale maneno mpaji Mungu. Mpaji Mungu. Wanaiba alafu wanawaambia mpaji Mungu. Wanawaibieni, wanawatieni umaskini hapo, wanaandika kwenye magari yao, aliyenipa mimi ndio amekunyima wewe. Sawa sawa? Ndio maana kusini iko nyuma. Kuna kipindi fulani mlikuwa mnauza korosho yenu kwa wafanyabiashara, mnapatana bei, au sio? Hamkuletewa jeshi nyie? Hamkuletewa jeshi? Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, ambao kazi yao ni kupigana na wanajeshi kama wao, waliletwa ili kuja kuwaibieni korosho kwa nguvu. Na waliwaibieni korosho kwa nguvu. Na mtoto wenu alikuwa waziri mkuu. Au namsingizia? Namsingizia? Wawe kuniambieni nye watu wa kusini, mmewakoseeni nini hawa sisi? Wanawafanyia mabaya yote haya kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Sasa yote haya yanatokea kwa sababu kubwa ni hii: hamna viongozi wa kuwasemea, hamna watu wa kuwapigania, na nyie mmeaminishwa kwamba hamwezi mkajipigania. Hamna watu wa kuwapigania. Wabunge sio wa kwenu. Wabunge wanachaguliwaje? Ili mbunge achaguliwe huyu Mwambe hapa na Mwambe wa pale, kitu gani kilitokea? Ili Majaliwa achaguliwe waziri mkuu ilikuwaje? By the way, amechaguliwa, amepigiwa kura na nani? Wa Ruangwa. Nani wa Ruangwa aliyepiga kura hata moja ya kumchagua Majaliwa, Kassim Majaliwa kuwa mbunge? Nani aliyempigia kura Cecil Mwambe hapo na nini? Tuna mfumo wa uchaguzi ambao hauturuhusu sisi wananchi kuchagua viongozi tena. Nani aliyempigia kura Nape Nnauye? Nani? Kwa hiyo Nape Nnauye hajapigiwa kura na mtu. Cecil Mwambe hajapigiwa kura na mtu. Majaliwa hajapigiwa kura na mtu. Wengine wameshinda kwa sababu ya mitutu ya bunduki na mabomu ya polisi. Alafu unategemewa kienda bungeni, unategemewa kutetea. Wa kutetea kwani umewapa huo ubunge? Wa kutetea kwani umewachagua? Wamechaguliwa kwa mitutu ya bunduki, wamechaguliwa kwa kuengua wapinzani, sio kwa kura zenu. Kwa nini wawatetee nyinyi? Na madiwani ni hivyo hivyo, na wenye viti wa vijiji ni hivyo hivyo, na mitaa ni hivyo hivyo. Kwa ukikabwa hapa na polisi wamepelekwa kituoni, unasingiziwa kesi, na
kesi zote huwa ni za kusingiziwa. Kuna wa kukusemea, sio mwenyekiti wa mtaa, sio kitongoji, sio mwenyekiti wa kijiji, sio diwani, sio mbunge. Ndio maana sasa wanapoiba mazao yenu hamna anayesema, kwa sababu tuna mfumo wa uchaguzi usioturuhusu kuamua nani ndio atusemee. Unanielewa? Na hii itaendelea usipofanya mabadiliko. Hii itaendelea mpaka Yesu atakapokuja kutukomboa wazima na wafu. Sasa nani anayetaka haya? Nani anayetaka haya? Nani anayetaka kuendelea na mateso haya ya bure ya CCM mpaka kiyama? Nani? Ndio maana tunasema, ndio maana sisi wa Chadema tunasema, kama hawataki mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi, tuzuie uchaguzi. Uchaguzi usifanyike. Sasa uchaguzi hautafanyika kwa sababu Lissu amesema tu. Hautafanyika kama wananchi wa Masasi na wananchi wa Tanzania hii mkikubaliana na msimamo wetu, mkasema uchaguzi huu hautafanyika. Hatutaenda kupiga kura, hatutaenda kujiandikisha. Siku ya uchaguzi tutaandamana. Wanatufunga wote. Wanatufunga wote. Kwa kosa gani? Watatufunga kwa kosa gani? Kuna sheria gani ya Tanzania inayosema kwamba lazima tushiriki kwenye chaguzi za kijinga? Sheria gani hiyo? Ya nchi gani? Kwa kama hawataki tutengeneze utaratibu bora wa kupata viongozi, sisi wananchi wa Masasi na sisi wananchi wa Tanzania tuharibu huo uchaguzi. Hawatatuwekea bunduki kichwani sisi wote. Wanaweza hiyo? Wanaiweza hiyo? Ndio maana tunasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. No reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa kuna wajinga wanasema hivi, msipoenda kwenye uchaguzi chama kitakufa. Jamani, tumekwenda kwenye uchaguzi mwaka jana mwezi wa 11. Tumepata nini? Tumepata nini? Watu wetu wameuawa. Watu 4 wameuawa kwa sababu ya uchaguzi wa vijiji na mitaa mwaka jana. Tulienda kwenye uchaguzi mkuu 2020. Waliua watu zaidi ya 25 Zanzibar, wakaua watu Tunduma, wakaua watu Tarime. Tulipata nini? Tulipata nini? Tulikwenda kwenye uchaguzi 2019 wa vijiji. Magufuli aliufuta wote. Tulipeleka wagombea. Tulipata nini? Kwa tukienda mwezi wa 10 tutapata nini cha tofauti na mwaka jana na 2020 na 2019? Tutapata kipi cha tofauti? Tutapata kipi cha tofauti? Wanaosimamia ni wale wale. Walioharibu mwaka jana ndio wanaosimamia mwaka huu. Walioharibu 2020 ndio wanaosimamia leo. Walioharibu 2019 ni wale wale. Kwa tukienda chama kinakufaje? Chama kinakufaje? Nye wote mtaenda CCM? Mtaenda Chauma au Tadea?
Msipoenda kwenye uchaguzi hamtapata ruzuku. Tunaambiwa hamtapata ruzuku. Aha,